Kila vibe ina hadithi na kila hadithi ina sauti. The Vibe Room. The Vibe Room. Inakuaje mdau wetu wa Hotbiz TV? Kama bado hauja subscribe, make sure kwamba una subscribe, una like, una share, una comment. As you know, my name call Melody Icon, kinita mic controller, bana fresh so bad. So leo nimekusogezea kati ya story ambayo ina trend kinoma, na wenyewe wanasema kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Leo mwanangu ilikuwa nimepita zangu maeneo fulani hivi ya Morocco hapo, unaelewa, harakati fulani hivi za Mswahili na nini, kwa ikabidi nitue yale maeneo, and then kitu ambacho nilikutana nacho pia barabarani nikaona daso mbaya. Ngoja kwanza nije kushare na wanangu kwenye Hotbiz TV, and then tuone na kuaje. Uenda labda ukawa umeona mambo mengi sana duniani au hata kwenye nchi nyingine pia, lakini hapa Tanzania ukawa hujawahi kuona, lakini kimetokea kwa mara ya kwanza kabisa. Unamjua meneja wa Yaglunya ambaye anaitwa Petit Mani? Wakuache kama ulivyo. And of course sisi tumemwacha kwa sababu kitu ambacho amekifanya ni uthubutu fulani ambao watu wengi huwa wanashindwa kinoma noma kufanya huo mchongo. Sasa bana, kubwa zaidi ni kwamba siku mbili zilizopita kulikuwa na birthday ya mkewe ambaye anaitwa Neema Stefano, jina maarufu anatumia kama kwa official Dodo kama Dodo. So huyu ni mkewe kabisa wa halali, na nadhani pia wanapendana kupita kiasi. Sasa kwenye ukumbukizi mwenetu akacha mshangao fulani hivi mara baada ya kutumia njia ambayo imekuwa ni ya tofauti zaidi ya kumuishi mpenzi wake ama mke wake pia kwenye hiyo siku ya kumbukizi yake ya kuzaliwa Neema Stefano maarufu kama sasa kubwa zaidi ambayo ina trend kwenye hii story ni the way vile ambavyo mwenetu ametumia njia ambayo tofauti zaidi ya kumuishi mkewe siku yake ya kuzaliwa. Unajua ameweka nini hapa Morocco? Ameweka billboard ya picha yao wakiwa pamoja, lakini akaandika maneno fulani hivi ambayo ni ya mahaba mazito kinoma noma. Sasa kubwa sio kwamba kumuishi mke wako happy birthday. Je, njia ambayo aliyotumia kumuishi happy birthday ni njia gani? So hicho ndio kitu ambacho kimechukua headline kubwa sana na watu kufanya nafasi ya kuizungumzia kwenye moja na mbili. Lakini baadaye akaja akafunguka mwenyewe akasema kwamba cost ambazo amezitumia hatuelewi kama ni kwa lile bango peke yake au hata cost pia zingine za kulipia gharama. Unajua matangazo kama yale pale mara nyingi huwa analipiwa yakikaa barabarani. Inasemekana kama ametumia zaidi ya milioni 5, kama milioni 5 hivi kasoro, it means kwamba milioni 4.5 mpaka anafanikisha huo mchongo. Lakini baadaye akaja akafunguka akasema hii ni heshima, nidhamu, upendo ambao mke wangu ananionyesha, na pia amekuwa ni mke fulani hivi tofauti sana, kitu ambacho anaamini kwa wanawake wa sasa hivi hawawezi kufanya vitu ambavyo wanavipata kwa mke wake ambaye anaitwa Neema Stefano almaarufu kama official Dodo. Sasa bana, mimi nikaona sio mbaya nikusogezee kwa ushahidi zaidi. Unajua sasa hivi tunaenda kidigitali, kwa lazima tufanye mambo fulani hivi ambayo yako na nini na evidence ya kutosha. Niko na video hapa ya ndugu yetu Petit Mani ambaye alikuwa anamuishi mke wake siku ya kuzaliwa, lakini pia tuko na ile video ambayo aliposti mwenyewe kupitia kwenye akaunti yake ya Instagram na akimuishi mke wake siku yake ya kuzaliwa. Hii picha ambayo ameweka Morocco kwenye billboard. So atuelewi huu ni upendo wa dhati, lakini baada ya kumhoji huo mchongo akasema kwamba hivi ni vitu vya kawaida sana ambavyo tunaishi navyo, na hususan unaviona vya kawaida kwa ule mtu ambaye unampenda, unaweza kumfanyia kitu chochote. Kwa hiyo milioni 4.5 au milioni 5 kasoro kwake so issue, isipokuwa tu anapata upendo wa dhati na anapata kile kitu ambacho anachokihitaji kutoka kwa mkewe. So tuone video ambayo ya hiyo billboard ya Petit Mani akimuishi mkewe na baadhi ya maneno ambayo ameandika kwenye caption. Lakini pia baada ya hapo taangalia ile video ambayo alikuwa amemuishi mke wake siku mbili before kabla ya kufanya hilo tukio. Baada hapo pia nitaenda kusomea hot comment ambazo mastamba mbalimbali wamepata nafasi ya kucomment kwenye huo mchongo na kuona namna gani ambavyo imekuwa ni tofauti zaidi, kwa sababu huu ni uthubutu ambao hususan kwa sasa hivi ni vigumu sana kufanya. Why kwa Petit Mani wa kuacha amekuwa na uthubutu wa aina hiyo. So hii hapa ni video ambayo mwenetu pia aliposti. Kwa hiyo hii ndo video ambayo ya billboard, lakini aliposti pia mwenyewe kupitia kwenye Insta story yake, na kubwa zaidi ambalo ameliandika ndugu yetu ni kwamba happy birthday mke wangu, Mungu akulinde, asante kwa heshima ambayo unayonipatia. So hiyo ilikuwa ni posti ya kwanza. Posti ya pili mara baada ya kuiposti pale posti ya kwanza kuhusiana na hii issue pia. Lakini posti ya kwanza kabisa kabla ya hii kwenye billboard
aliposti na ilikuwa kama hivi. Kwa hiyo hii hapa ilikuwa ni posti ya kwanza, yes, kabla ya ile pale ya Billboard. Kwa hiyo baadaye pia tukamsikiliza na kutoa sababu ni kwa nini ameamua kufanya hivyo. So hapo alikuwa mwanetu anamwagika maneno fulani hivi ya mahaba, lakini akimuishi mpenzi wake siku ya kuzaliwa na vitu vingine kama hivyo hapo. So sasa hivi tuende tukapite na comment ya washikaji ama wadau mbalimbali, watu maarufu, mara baada ya kuiona ile post ya Billboard pale akimuishi mkewe siku yake ya kuzaliwa, na nimeona kuna baadhi ya mastamba wamepata nafasi ya kucomment kwenye ile story. Sasa bana, kwenye hii posti nimeona comment nyingi sana ambazo watu wanadropisha pale, zaidi ya 500 hivi huwa wana comment kuhusiana na hii story, lakini pia hii post ambayo mwenetu ameposti Petite Money wa kuacha, au sio? Comment ya kwanza kabisa ya juu namuona Romy Jones hapa, ambaye pia ameandika makubwa jamani, it means kama anashangaa hivi mwenetu juu ya kile kitu ambacho kinachoendelea. Of course ameona ni issue fulani hivi ambayo iko very sensitive, why imekuja kwenye haya mazingira. Nimeona pia comment ya Kusa ambaye ni mshikaji wake sana na Petite Money, yale andika kwamba proud of you Rasta, akacha emoji fulani hivi za 5 na emoji za makopa, and then akaendelea kuandika kwamba happy birthday Dodo, mtagi pale official Dodo, Mungu azidi kuwa ngao yenu. Kwa hiyo hii unaona namna gani ambavyo Kusa pia anajitahidi kushow love. Lakini pia nimeona comment ya Wolper stylish, aliacha emoji fulani kama 5 za I love you, and then Mwijaku naye akareply hiyo comment ya Wolper, akaandika kwamba tumsubiri mti wa China naye aje kutisha kwenye huu mchongo. It means kama alikuwa anamtania hivi ama anamwambia ukweli Wolper. Huyo ni Mwijaku, lakini baadaye pia Mwijaku mwenyewe akaja akacomment hapa chini akaandika kwamba tukomeshe ushenzi wewe, alafu akamtagi Petite Money wa kuache, alafu akamalizia kwa kuandika kwamba more life ushemela. Lakini umeona pia comment ya Auntie Ezekiel naye ameshow love na kuacha emoji fulani vitatu za I love you. It means ana appreciate kile kitu ambacho mwenetu pia amekifanya. Lakini official Dodo mwenyewe naye amepata nafasi ya kucomment kwenye hii post, aliandika hivi he akacha emoji fulani hivi za kulia, lakini pia kama mshangao, alafu akaandika kwamba what a surprise, na kacha emoji fulani za kama yani ananyosha mikono ama ana appreciate kile kitu ambacho mumewe pia amekifanya. Kaandika yo thank you so much Lazizi, hii ni kubwa kwangu kupokea, na makopa mengine ya I love you pamoja na shukrani pia. Kuna mwanangu anaitwa Esther Mgoya, yeye alinifurahisha zaidi, akaandika hivi ushawahi dharaulika kwenye masuala ya mahusiano, alafu Mungu akaja kukupa mtu mwenye upendo ambao ulikuwa unatamani sana kupewa. Hii ni kwa Peti, hongera sana Peti kwa kupata mke mzuri, happy birthday mke halali wa Peti, maisha marefu kwao. Ni komenti tu baadhi ya wadau ambao wamepata nafasi ya kuchangia hoja kwenye huu mchongo. Lakini pia aisee Roma sana, nimekutana na comment moja hii nayo kiupande fulani hivi kama imenifurahisha sana bana. Mwenetu anaitwa Mubenga anauliza hii maana yake nini? Kwa hiyo mwenetu hapa Mubenga, wanangu wa Hotbiz TV, mna uwezo pia wa kumcomment kwamba umueleweshe yeye aelewe, yani kwa nini Petite Money afanye hivi, maana yake ni nini. Lakini comment nyingine pia ambayo imenitouch kinoma noma, anaitwa official Kudo Boys, yeye anasema kwamba najua kuna siku nitaachwa, ila kwa sasa mjue tunapendwa mno. So kama mwenetu hivi anajitahidi ama amechukua nafasi ya Petite Money kumsemea kinamna moja ama nyingine, bado amekuwa story fulani hivi kubwa. Lakini comment nyingine mwenetu anaitwa Zahira's Choice, anasema hivi ila Peti umejua kutufumba midomo wananchi, alafu akacha emoji fulani kama za po, akamtagi Peti kweli wa kuache, mimi bana nawapenda tu official Dodo, hongera sana kwa hilo. Bana, komenti zimekuwa nyingi sana kuhusiana na hii story, hata nawe pia una uwezo wa kuchora comment kwako and then tuone na kwaje kuhusiana na humchongo. Lakini nadhani hii ni issue ya kwanza kabisa kwa kutokea hapa nyumbani Tanzania. Sidhani kama kuna mtu ambaye alifanya hizi costi and then akatumia hiyo njia kumwishi mtu wake wa karibu ama mpenzi wake wa karibu happy birthday ya aina hiyo. Wewe comment yako ni nini kuhusiana na hii story? As you know, my name call me Melody Icon. Shout za nguvu sana kwa ndugu yangu Abdul Latif, mimi namuitaga sana Yara, yeye ndiye ambaye amekaa behind the camera na pia anahakikisha michongo mingine ipo fresh kwa namna moja ama nyingine, picha fulani hivi ambayo ni kali kinoma noma. Subscribe, like, share, comment, inakuwa mwezi wa kutosha na tuna enjoy na vitu vingi. Next time pia bye bye, mkali ni wewe.